gharama za upimaji zilizopitishwa na Bunge la Tanzania kwa kiwanja kimoja kuandaliwa tu ramani ya mpango miji ni shilingi $500,000, na ile upimaji kuwekwa beacon kwa gharama iliyopitishwa na wabunge wa Jamhuri ya Tanzania ni shilingi $800,000. Ukijumlisha kwa pamoja gharama yake ilikuwa ni shilingi $1,300,000 na senti kadhaa, si ndivyo? Hizo ndo bei elekezi za bunge letu la la Tanzania, si ndivyo? Lakini acha bei utakao kutana na mtaalamu, kwamba umchukue mtaalamu, gharama zile za usafiri na kila kitu hadi kukamilisha zoezi lako. Kwa hiyo kwa wale ambao waliobahatika kupima kabla ya miradi hii, nadhani ni mashahidi wa gharama za upimaji, si ndivyo? Kuna watu wamepima hadi $1,300,000, wengine $2,500,000, si ndivyo? Lakini serikali ikaliona hili ikasema, jamani, wananchi wetu wengi kipato chao sio kikubwa, si ndivyo? Kwa sababu waziri enzi za nyuma kidogo alikuwa anaenda mbali zaidi, anasema mwenye ardhi hawezi kuwa maskini, kwa sababu ardhi siku zote ni kitu kinachopanda thamani kila siku. Tukiangalia aliyekuja miaka ya 90 alinunua shamba kwa $50,000, sasa hivi kuna shamba la $50,000, si ndivyo? Lakini tunaona leo hii tunasema hii $2,500,000 ni bei ndogo, ni kubwa, si ndivyo? Lakini chukulia umeshaipandisha thamani ardhi yako, umeshaipima, labda una nusu heka. Mtu akija kuchukua utakuja kununua kwa bei ngapi? Si ndivyo? Acha hivyo, ukishapima eneo lako hapa la sokoni tu, umekwenda benki, una mradi kama alivyokuwa anasisitiza afisa maendeleo, labda una mradi wa $100,000, inakuwa ni rahisi kupata zile pesa kwa sababu ardhi yako ina thamani ya ile pesa. Si hivyo tu, pia una nyaraka za kiserikali, si ndivyo? Tunaweza kuzungumzia hii pesa ni kubwa kwa sababu tunaizungumzia kwa hali tunayoiona sisi, si ndivyo? Lakini hii ni gharama rafiki sana. Tena serikali imeenda mbali zaidi, imetupa muda, si ndivyo? Tuchukulie katika familia, ni familia yenye watu 5, si ndivyo? Baba na watoto wake 4, tukaweka kabisa kwamba tunahangaika, tunajua kazi yetu ni bodaboda. Kila siku familia, baba nitatoa 1,000 na vijana wangu 4 tutatoa 1,000, 5,000. Kwa mwezi tunakusanya shilingi ngapi? Shilingi ngapi? 2,500,000. Tutapima eneo letu kwa muda gani? Miezi mingapi? Inawezekana? Haiwezekani? Tunashinda kwa sababu hatuweki mipango. Lakini mama zetu wenzetu wanaweka vikoba, wanaweka 1,000, lakini sisi vitu vya msingi kuna muda tuviweki kipaumbele. Lakini nawahakikishieni, ukiwekea ardhi yako usalama, unakuwa katika nafasi nzuri. Kwa nini? Kwa sababu sheria yetu ya Tanzania inasemaje? Inasema kwamba ardhi yote ni ardhi ya serikali na rais ndiyo nani? Msimamizi. Mwananchi unakuwa nani? Mpangaji, si ndivyo? Inaweza kutokea Arusha kutokea kwamba sasa hivi ni serikali ya viwanda, si ndivyo? Wakasema labda viwanda vingi ikapendekezwa vitakuwa sokoni ngapi? Sokoni tu, si ndivyo? Serikali itapokuja kukupa fidia itakulipa kama eneo ambalo halijaendelezwa, si ndivyo? Una heka 10, watasema sisi tutalipa kila heka shilingi $3,000,000, si ndivyo? Hata kama una heka 20 utalipwa milioni ngapi? $3,000,000. Kwa sababu gani? Ardhi ile hujaipa thamani, si ndivyo? Lakini ukishapima utapimiwa kwa kutokana na thamani ya ardhi. Kwa mfano sasa hivi mita ya mraba ya eneo la sokoni tu inauzwa shilingi 10,000. Kama una mita za mraba 20,000, piga hesabu 10,000 mara hiyo pesa ndio utalipwa kama nini? Kama fidia. Lakini eneo ukiwa hujalipima utawekewa nini? Wanaita flat rate. Kama tutalipa eka moja kwa shilingi $500,000, ni $500,000, haifanyaje? Haibadiliki. Kwa kuna faida nyingi ya kumiliki hizi nyaraka za nini? Za kiserikali. Pia kuna mjumbe mmoja ametoa maelezo, anasema kwamba hii $200,000 ni hatua ya awali, lakini utakuja kulipa kodi $300,000. Naomba niwaambie taarifa alizotoa si sahihi kabisa. Nasema hivyo ni kwa sababu gani? Ardhi inawekwa thamani kutokana na ulivyo ukaribu na eneo la mjini, si ndivyo? Mfano Dar es Salaam ni jiji kubwa, ni jiji la biashara, si ndivyo? Lakini kuna eneo ambalo ardhi yake, kodi yake mita moja ya mraba inalipwa shilingi 50.
nyingine inalipwa shilingi 30, si ndivyo? Lakini na huku tuko bado ni Arusha DC, si ndivyo? Ni Arusha wilaya na tupo kwenye eneo la mpango. Unaweza kukuta kabisa thamani ya ardhi ya mita moja ya mraba ni shilingi 30 au shilingi 25, si ndivyo? Tuchukulie mtu ana kiwanja chenye tutumie miguu, si ndivyo? Ana miguu tuseme 20 kwa 30 ambayo ni mita ya mraba 600. Chukua 600 zidisha na shilingi 30, inakuwa ni shilingi ngapi? 18,000. Hiyo ndio inakuwa kodi ya mtu. Kwa nini? Kwa mwaka. Jamani, mmeona kwamba serikali yetu sio kandamizi. Serikali yetu inahitaji maendeleo kwa nani? Kwa mwananchi. Na hili linalofanya ni kwamba serikali imeona wananchi wake wengi sio kwamba ni maskini, si ndivyo? Lakini wanamiliki vitu vyenye thamani bila kuwa na nyaraka za kiserikali, si ndivyo? Leo hii hata ukinifuata mimi au ukimpata tajiri atakwambia sawa, nataka nikusaidie. Nini kinakuwa ni dhamana yako? Ndiyo maana serikali ikaleta hili zoezi kwamba mwananchi amiliki ili awe rahisi kufanyaje? Kusaidiwa, si ndivyo? Serikali ina mipango mingi. Sasa hivi tunaelekea kwenye viwanda, watakuja Wachina. Mchina atakwambia haya, unaniuzia shamba lako, hujui hadi leo hii hujui shamba lako lina ukubwa gani, si ndivyo? Leo hii anakwambia nyaraka, una nyaraka zile za kuuziana. Tena wengine unakuta umerithi, hujui, una hata nyaraka, si ndivyo? Lakini serikali imeleta hili ikiwa na lengo gani? Kila mwananchi awe na nini? Na miliki. Hizi fomu ndiyo zinaonyesha kwamba tuna hiari kufanya nini? Kufanya zoezi. Na ndio maana zoezi limetoa muda wa miezi mingapi? 4. Utaendelea kulipia nini? Taratibu. Na kuliona hilo, sisi lengo letu ni kutoa nini? Huduma. Na ndiyo maana hatutaki kujua wamechangia watu wangapi. Ikimpendeza Mungu, siku ya Jumatano zoezi litafanyaje? Litaanza rasmi. Kwa hiyo sisi tunachoangalia ni kuhudumia wananchi kama serikali ilivyofanyaje? Inavyotutuma. Sawa? Ili mwananchi apewe muda wa kuchanga kuweza kufanyaje? Kulipia. Kuhusu swala la kupimiwa hata ekari moja kwa shilingi 2,500, naomba niweke sawa. Tunavyopima ardhi huwa tunasajili na matumizi yake, kwamba hii ardhi imepimwa kama sehemu ya makazi ya kawaida, imepimwa kama sehemu ya biashara, imepimwa kama shamba, imepimwa kama shopping mall, kwa mfano Mlimani City au supermarket CCM wapi kule. Kwa hiyo changamoto tunayokutana nayo kubwa ni kwamba wananchi wengi anataka shamba hata kama ni ekari 6 ulipime kama moja, kwa matumizi ya kwamba ni makazi. Yaani yeye anasema mimi nataka hii eneo lote liwe ni moja, sehemu ya makazi. Kwenye swala la upimaji, utaalamu kuna misingi yake. Kuna maeneo ambayo kuna ukubwa wa kiasi ambacho kinatosha makazi ya kawaida, ambapo tumegawanya sehemu 3. Kuna makazi ambayo yanakuwa yamebanana sana, makazi ya katikati, na yale makazi ambayo tunaita low density. Makazi unakuta mtu ana eneo kubwa anaishi yeye, mwingine yuko hapo. Sasa maeneo yote hayo yapo kwenye vipimo. Eneo likishavuka pale kwenye vile vipimo ambavyo vimewekwa, linakuwa sio la makazi tena. Tunavyolisajili, hatuwezi tukalisajili kama makazi yanayoishi mtu. Aidha tulisajili kama shamba au tulisajili kama shopping mall. Sasa mtu anataka lile eneo lote kubwa uliweke kama eneo la makazi. Kitu cha kwanza ni kwamba tutakapopeleka ramani yako wizarani wataikataa, kwamba hili eneo mmelisajili kama makazi lakini ukubwa wake umevuka makazi ya kawaida, ilitakiwa kuwa labda shopping mall. Sasa wengi wanakuwa wanafanya hivyo kwa kukwepa gharama, kwamba ukiligawa katikati, ukigawa labda ploti 2 itakuwa 500 badala ya 2,500. Kwa hiyo anataka akwepe gharama uiweke moja. Ni kwamba
unaweza ukakwepa gharama $500,000 sasa hivi, si ndio? Ukalipima shamba moja. Tukipeleka wizarani hatutosajili kama makazi, labda tutasajili kama shopping mall. Tukisajili kama shopping mall, square mita moja ambayo ulitakiwa ulipe 30, labda utalipa shilingi 500 au 1000, ambapo kwa square mita zile zote ndani ya mwaka unaweza kujikuta unalipia $1,000,000 hiyo ploti moja, ambao kama ungelipia $500,000 wakati wa kupima ungeendelea kulipa $18,000. Mara mbili yake inakuwa labda $36,000. Mimi na kiwanja kimoja na vijana hawa nikaomba kwamba wapime kulingana na nini na uwezo wangu. Wananchi wetu wa huku hivi tusiwe na vichwa vigumu, tunang'ania kwa sehemu moja muda mrefu. Tusogee mbele, tufanye mambo mengine. Ili swala la kupima viwanja, kama kuna wanapenda kupima apime, ambao hatapenda kupima asipime. Mwisho wa siku serikali ikija kichukua ile eneo lake bure, ndio ataenda kufuata mwenyekiti kumwambia mmeniibia.